Baba wetu wa mbinguni, kupitia kwa jina la Yesu tunakusifu na kuliinua jina lako, kwa sababu wewe ni Mungu na hatuna mwingine kama wewe. Asante kwa ajili ya upendo wako ulioonyesha kwetu ya kumtuma mwanao Yesu Kristo akaja duniani kwa ajili ya ukombozi wa dunia hii. Hapo ndio tukawa tuko na tumaini la uzima wa milele katika ufufuo wake baada ya kufa pale msalabani. Sasa katika dunia hii kumeingia uongo. Watu wako wamefurugwa na uongo kwa sababu ya ndugu wa uongo walioingia kwa siri bila kujulikana waliingilia wapi. Lakini kwa sababu neno lako halifungwi na neno lako halishindwi, hilo neno lako lituongoze na litutakase katika kweli na katika haki yote. Tuko hapa kwa ajili ya mjadala wa ni nani na gani kanisa lako na kile uliwapea wafundishe dunia. Kuna fundisho ambao limezua mjadala mkubwa katika ulimwengu wa kidini, sio hapa tu peke yake, bali katika jumla dunia mzima kwa ujumla. Tunakuomba Mungu uingilie kati katika hili kundi dogo hili, tuweze kuelewa mahali ambapo kuliingia uongo ili tuweze kuepuka nao, na tujue ukweli tuweze kuufuata. Tuongoze, tunakuomba. Kama kuna jambo lolote linaweza kuzuia maombi haya yasifike kwako na uyakubali na uyajibu, tunaomba utusamehe, kwa sababu wewe si mwepesi wa hasira na wewe ni mwingi wa rehema. Kwa hivyo tuko mbele yako tukinyenyekea, utuongoze katika mjadala. Tupe unyenyekevu, tupe maneno yaliyokolea munyu, tujalie tuweze kuongozwa na wewe, katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Sasa tutachagua mwenyekiti wa kutuongoza katika mjadala. Mnaona tuchague nani aweze kutuongoza? Tonado. Haya, Tonado amekuchagua, maana pengine Robert ataka kucheza, hawezi kuwa referee. Alafu tena anasema nimepewa dakika 30 ambazo nahitajika niweze kuzitumia vizuri kwa ajili ya kutenganisha ukweli na uongo uliochanganywa pamoja, na kile kinaweza kutusaidia kujua huu ni ukweli ni maandiko matakatifu ya Biblia kwanza. Na katika dakika zangu 30 nitatumia Biblia pekee, Bible alone, kwa ajili ya kueleza kanisa la Mungu na fundisho la utatu. Yaani kanisa la Mungu haliamini fundisho la utatu. Ukipata mahali watu wanaamini fundisho la utatu ama Mungu wa utatu, kwa Kiingereza anaitwa Mungu wa Trinity, unahitajika kufunga virago na kuondoka, maana hauko ndani ya kanisa la Mungu. Sasa hayo madai nahitajika niweze kuyadhibitisha katika maandiko matakatifu. Msomaji niko. Kwanza naomba unisaidie kitabu kinaitwa Mathayo 16 mstari wa 18 hadi 20. 16:18 hadi 20, kitabu ni cha Mathayo. Ndio. Biblia inasema hivi. Inasemaje? 16:18, kitabu ni cha Mathayo. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kwanza, kanisa ambalo tunahitajika kuwa ndani sio kanisa la dasha, sio kanisa la dasha ama kanisa la mtu binafsi. Tunahitajika kuwa ndani ya kanisa la Yesu.
Tunaelewana? Maana Yesu anasema nitalijenga kanisa langu. Wala nini? Milango ya kuzimu haitalishinda. Na kanisa hili ambalo Yesu atalijenga, milango ya kuzimu haitalishinda. Sasa hili kanisa la Yesu linajengwa na nini? Ni nini kinajenga kanisa la Yesu? Nisaidie, kitabu kinaitwa Petero wa kwanza 2 mstari wa 5. Petero wa kwanza 2 mstari ni wa 5. Ndio. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Nyinyi nani? Kama mawe yaliyo hai. Nyinyi kama mawe yaliyo hai. Mumejengwa muwe nyumba ya roho. Kwa hivyo wafuasi wa Yesu, wale wanamwamini Yesu, wanafananishwa na mawe. Kwa hivyo wakiwa wawili ama watatu wakiunganishwa wanakuwa nyumba ya roho. Kwa hivyo hiyo ndio kanisa la Yesu linalojengwa na waaminio. Matendo 2:47. 2:47. Ndio. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Katika 2:47 kitabu ni cha Matendo ya Mitume. Ndio. Wakamsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku. Ndio. Kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Kwa hivyo kanisa ndio liongezeke, sio kujenga ghorofa. Timuende mtafute matofali muongeze kinyumba juu ati kanisa limeongezeka. Kulingana na Biblia, kanisa linaongezeka kwa wale wameokolewa. Kwa wale wamefanyaje? Wameokolewa. Hao ndio wanaongeza kanisa. Wanaokolewa wakifanya nini? Marko 16:15 hadi 16. Hiyo ndio inasababisha watu kuokolewa. Wanaokolewa wakifanya nini? Ndio kanisa liongezeke. Ni nini kinafanya watu waokolewe? Soma. Akawaambiaje? Nendeni ulimwenguni mote, mukahubiri injili kwa kila kiumbe. Lazima watu wahubiriwe injili. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Kwa hivyo kanisa la Mungu linaongezeka kwa wale wanaokolewa. Wanaokolewaje? Wamehubiriwa wakaamini. Kwa hivyo wale ambao wanajenga kanisa ni wale waaminio. Bwana Yesu asifiwe. Waaminio ndio kanisa la nani? La Mungu. Tunauliza Paulo, wewe Paulo ukiandikia kanisa, unaandikia kanisa la namna gani? Kanisa la Mungu unaliandikia kanisa la namna gani? Wakorintho wa kwanza 1:2. Inasema hivi katika 1:2 kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza. Safi. Kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho, ambalo liko Korintho, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu. Unaona? Ameshasema wale wametakaswa. Kwa hivyo kanisa ni wale wameokolewa, wale waaminio, wale wametakaswa. Pointi ukamate hiyo. Waliookolewa, waaminio na wanatakaswa na nini? 17 Yohana. Watakase kwa ile kweli. Kwa hivyo wanatakaswa na ile kweli. Neno lako ndio kweli. Neno lako ndio kweli. Kwa hivyo waaminio ndio kanisa la nani? La Mungu. Waliotakaswa ndio nani? Ndio kanisa la Mungu. Waliookolewa ndio kanisa la nani? La Mungu. Mambo mangapi? Waliotakaswa, waliookolewa, waaminio ndio kanisa la nani? Wakijiita watu kanisa la Mungu na hawajaokolewa na hawajatakaswa na hawaamini, wanajiita lakini sio kanisa la nani?
Kwa hivyo tusiangalie majina watu wanaojiita, tuangalie kama wameokolewa, wametakaswa na wameamini. Tuko pamoja? Sasa tunauliza sasa, ndio watakaswe wanatakaswa na neno, ndio waokoke wanaokoka kwa kuamini, sawa Sasa wanaamini kwa kuhubiri, maana andiko linasema katika Warumi 10:17 inasema imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Kristo. Kwa hivyo tunataka sasa tuanze kutafuta washirika wa kanisa ndani ya Biblia waliamini nini. Washirika wa kanisa la Biblia, tuachane na hawa wako huku Nakuru na wa Nairobi. Kwanza tuangalie Church of the Bible, kanisa la Kristo waliamini nini. Yesu alitangaza akasema, wale waaminio muwabatize waokoke. Sasa tunauliza, wahubiri wa kanisa la Mungu walihubiri nini na watu waliamini nini? Msomaji, mwalimu, kwanza nipe Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 8 kuanzia 35 hadi 37. 8:35 hadi 37. Ukiona kanisa ndio likubatize, halikuaminishi hivyo, hama si kanisa la Mungu, wamebadilisha. Hebu soma. Filipo akafunua kinywa chake, ndio, naye akaanza kuandiko lilo hilo, akamhubiri habari njema za Yesu. Wakawa wakiendelea njiani, ndio, wakafika mahali penye maji. Maliza. Yule towashi akasema, tazama, maji haya. Ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Ni nini kinanizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Kumbe Yesu alisema usibatize mtu kama hajaamini, kwa sababu walioamini ndio wanatengeneza kanisa la Kristo. Sasa Filipo anasema, no, siwezi kukubatiza, lazima uamini. Akajibu akanena, ndio, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Hiyo ndio imani ya washiriki wa kanisa la Mungu. Kwa hivyo watu ambao wamebatizwa ni wale waaminio Yesu ni nani? Mwana wa Mungu. Ukiona mahali ingine unaenda kuambiwa amini Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho ndio wakubatize, hama. Unasikia? Maana wale waliobatizwa waliamini Yesu ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Mimi nataka leo kutoa challenge katika Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo. Kama kuna mtu ambaye aliamini Mungu mmoja, Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, ndiye akajiunga na imani, ikipatikana tu andiko hilo, nitajua hiyo ni imani. Lakini kama halipo, hiyo inaitwa imani badia ya kudubukizwa na watu. Nimetoa mtu ambaye aliamini akabatizwa. Sasa niulize Yesu, wewe Yesu uliwaambia wafuasi wako waamini nini? 16:16 Mathayo. 16:16 kitabu ni cha Mathayo. Twende. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Inasemaje? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Huyo ni mwanafunzi wa Yesu. Aliulizwa swali, mimi ni nani? Akajibu, wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambiaje? Heri wewe Simoni Bariona. Twende. Kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Kumbe hapa kuna Yesu amesimama na anauliza, mnasema mimi ni nani? Petro anasema wewe ni mwana wa nani? Wa Mungu aliye hai. Mwana wa Mungu aliye hai. Yesu naye anasemaje mwishowe? Anamwambia heri wewe, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Safi. Nami nakuambia, wewe ndiwe Petro. Wewe umejibu ndiwe Petro wewe. Na juu ya mwamba huu, mimi ambao umenitaja mimi, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kwa hivyo Yesu alijenga kanisa lake
katika uelewa yeye ni nani? Mwana wa Mungu. Hiyo ndio kanisa la Mungu. Kinyume cha hapo si kanisa la Mungu. Mungu anasema nimejenga kanisa katika uelewa huo. Hiyo ndio our faith. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:4 na 5. Kwa maana ndio kila kitu kilichozaliwa na Mungu ndio hushinda ulimwengu. Na huko ndiko kushinda kwa ulimwengu, hiyo imani yetu. Kwanza sasa imani ya kanisa la Mungu ndio inatangazwa. Hiyo imani yetu. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba nani? Yesu ni nani? Ni mwana wa Mungu. Sikilizeni, kumbe kanisa la Mungu ni wale waaminio Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Na hiyo ndio imani yetu. Sasa imani yetu sasa ambayo inatufanya tukue kanisa. Wakiingia watu wengine wajaribu kuibadilisha, tunahitajika kufanyaje? Kuitetea, si kutoka utoe kwa imani. Imani yetu ikiingiliwa na watu na wanataka kuibadilisha, tunahitajika kuitetea ama kuishindania. 1:3 Yuda inasema ndio, wapenzi nilipokuwa nikifanya bidii sana kuwaandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, na niliona imenilazimu kuwaandikia nini? Ili niwaonye kwamba muishindanie imani. Kumbe tumeonywa mapema tushindanie nini? Imani. Kwa nini? Waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi. Safi. Nao humkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo makafiri walioingia ni waliokuja kubadilisha imani yetu ambao wanasababisha tuishindanie imani. Tuishindanie imani, maana makafiri wameingia na wamekuja kubadilisha imani. Na imani yetu ni kuamini nini? Yesu mwana wa Mungu. Kwa hivyo wengine wakikuja na njia nyingine, ujue hao ni waongo. Kwanza hakuna mahali katika imani yetu tumeambiwa tuamini Yesu ni Mungu mwana, na kama iko itolewe leo, isipokuwa tu Yohana 1:18 kwa Biblia ya Kiswahili na umetafsiri vibaya. Hakuna. Ukisikia tu Mungu mwana, ujue hapo uende kama risasi. Maana imani yetu ni Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Unajua hatari ya kusema Mungu mwana ni nini? Maana unasema Mungu mwana na Mungu Baba na Mungu Roho. Ukishasema hivyo wametoshana wote. Wote. Kwa hivyo ukisema Yesu ni mwana unadanganya. Maana anatoshana na Baba. Sasa anakuwa mwana aje? Kwa hivyo ukiona watu wanaamini fundisho la utatu, hawaamini Yesu ni mwana wa Mungu, hawaamini. Kile wanafanya wanatudanganya. Ni Waislamu waliojificha. Maana Waislamu wanakataa hadharani, lakini watu wa Trinity wanakataa kwa siri. Na leo nataka nione kama kuna mtu yoyote wa Trinity hapa atakubali Yesu alizaliwa na Mungu. Akikubali tu, Trinity inakufa hapo. Saa hiyo Trinity inakufa. Kwa hivyo Trinity iliigizwa kwa kukana imani yetu, kututoa kwa kuamini Yesu ni mwana wa Mungu. Tuamini Yesu ni Mungu mwana. Na usifikirie ati hatuna maandiko yanaita Yesu Mungu. Ati ufikiri utakuja kutoa maandiko Yesu anaitwa Mungu, halafu uganishe umuite Mungu mwana. Hiyo maandiko yote tuko nayo hapa. Hakuna andiko lenye linaita Yesu Mungu haliko hapa. Labda iandikwe Biblia ingine. Lakini Yesu anapoitwa Mungu, hebu nipe Waibrania 1:8 na 9. 1:8 na 9. Hakuna mahali Yesu ameitwa Mungu akawa Mungu mwana akatozana na Mungu wake. Hakuna. Inasemaje? Lakini kwa habari za mwana asema, ndio kiti chako cha enzi Mungu. Mungu anasema habari za mwana, si Mungu mwana.
kwa habari za mwana, na watu wa Trinity kwa habari za Mungu mwana. Zinapelekana? Hapana. Ukiamini tu Yesu ni Mungu mwana umepotea. Lakini ukiamini Yesu ni mwana wa Mungu uko kanisani. Endelea. Kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele. Kumbe mwana ameitwa Mungu. Lakini Mungu ameanzia kumuita mwana. Alafu akamuita Mungu. Sasa watu wa Trinity wanauganisha sasa kama gari ya moshi. Si unaona ameitwa mwana na ameitwa Mungu. Kwa hivyo ni Mungu mwana. Na yule amemuita mwana naye ni Mungu baba. Na wanatoshana. Ayasoma 9. Inasema umependa haki, ndio umechukia maasi. Kwa hiyo Mungu wako. Kwa hivyo Yesu anaitwa Mungu, lakini ana Mungu wake. Lakini akiitwa Mungu mwana hatakuwa na Mungu wake. Akiitwa Mungu mwana hatakuwa na Mungu wake. Lakini akiwa mwana wa Mungu aliye na asili ya baba yake anaitwa Mungu na ako na Mungu wake. Tuko pamoja? Kwa hivyo wale ambao wako ndani ya kanisa wakiamini Yesu ni mwana wa Mungu, kwa kutamka hiyo jina limebebana pamoja na Mungu wake. Kwa hivyo wakimuita mwana wa Mungu kwa kuzaliwa, si kwa kufanyika, kwa kuzaliwa, hilo jina peke yake limebeba pia Mungu wake. Kwa hivyo usifikiri kusema Yesu ni mwana wa Mungu umekataa uungu wake. Ukisema Yesu ni mwana wa Mungu begotten, ujue umekubali uungu wake. Na akiwa na uungu haimfanyi awe Mungu wa pili. Anakuwa bado mwana wa nani? Kwa hivyo wale wako kanisani ni wale waaminio Yesu ni mwana wa nani? Ukitolewa kwa hiyo, wewe hautakuwa wapi? Kanisani. Kwa hivyo mahali popote watu wanaambiwa chukua mkono juu. Unaamini Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho? Hama. Sababu hakuna imani kama hii. Yule tumemsoma kwa Biblia alikuwa anataka kubatizwa, aliambiwa unaamini? Akasema ameamini. Aliamini nini? Yesu mwana wa Mungu. Na wale wanaambiwa leo wanaambiwa waamini nini? Mungu mwana. Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho. Ndio wabatizo. Lakini kwa Biblia wanaaminije? Yesu mwana wa Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu. Hiyo ndio imani ya Biblia. Alafu wanaamini nini ingine? Waefeso 4 kuanzia mstari wa 4 hadi mstari wa 6. Waefeso 4:4. Ukitolewa kwa hiyo imani umeenda, utabaki tu kusema mimi kanisa inaitwa hili. Uko kanisani. Inasema umebaki tu na jina hapo. Mwili mmoja. Tunaamini ya kwamba kuna mwili mmoja, roho moja, na kuna roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Hapo imesema tunaamini kuna Mungu roho? Hapana. Roho moja. Roho moja. Bwana mmoja. Bwana moja. Imani moja. Ubatizo moja. Mungu mmoja. Naye ni Baba wa wote. Aliye juu ya yote. Na katika yote. Na ndani ya yote. Kwa hivyo wale wako kanisani wanaamini Mungu mmoja aliye Baba wa wote. Na wanaamini Bwana mmoja. Na wanaamini Roho moja. Lakini wale ambao wametolewa kanisani wanaamini Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho. Lakini Biblia inasema Mungu mmoja aliye Baba wa wote. Kwa hivyo huyo Mungu mmoja bado ni Baba wa Yesu. Sawa? Huyo Mungu mmoja ni Baba wa wote. Ndivyo wanaamini. Na wanaamini Yesu ni Bwana mmoja. Kwa hivyo iko hivi. Tunaamini ya kwamba Mungu ni mmoja aliye Baba wa wote. Na tunaamini Yesu ni Bwana, Mwana wa Mungu aliye hai. Na tunaamini Roho wa Mungu. Lakini ukitolewa kwa hiyo, uende ukaambiwe Mungu mmoja ama Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, umetolewa kanisani. Maana kwa Biblia kuna Mungu mmoja,
na kwa Biblia kuna mwana wa Mungu, na kwa Biblia kuna roho wa Mungu ambaye anaitwa Godhead. Sawa? Lakini Godhead ni Kiingereza. Ukigeuza Kiingereza iende Kiswahili, Godhead inageuka inakuwa uungu. Tuko pamoja? Hiyo ndio Biblia. Lakini ukigeuza Trinity kwa Kiswahili inakuja kwa Kizungu Godhead. Ni kitu moja hiyo. Hata lugha zimekataa. Alafu utaona mtu anakuja atakwambia Godhead ni Trinity. Kiingereza kitana kimegeuka kikakuwa kitu kingine tena. Trinity ni kitu kingine ambaye hakiaminiki kwa maandiko. Lakini kwa Biblia kunaamini Godhead na tunaamini kitu inaitwa uungu kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili. Lakini Trinity ni fundisho lililetwa na makafiri waliojiigiza kwa siri, ambao ndio tunapambana nao tukishindania imani. Sasa hao tukipatana inakuwa patashika, kwa sababu wanataka kututoa kwa imani. Sasa naomba unisaidie kitabu cha Wakorintho wa kwanza 8 mstari wa 6. Alafu kutoka hapo nifunguliwe kitu kinaitwa imani ya Wasabato wa zamani, si Wasabato wa saa hii. Waadventista wa Sabato wa zamani tunafungua kitu inaitwa fundamental principles. Sasa nataka niwatenganishie kanisa mbili, SDA fake na SDA original. Na tunakuwa na vitu mbili, ya Mungu original na ya shetani inakuwa fake. Sasa hii ndio nataka tutenganishe. Ninaomba mtu aliye na fundamental principles za 1872. Alafu nisomewe Wakorintho wa kwanza 8:6. Nasemaje Roba? Inasema hivi 8:6. Tusome hiyo 8:6 Lakini kwetu sisi nani? Mungu ni umoja tu, aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Ndio. Nasi tunaishi kwake. Maliza. Yuko na Bwana mmoja, Yesu Kristo. Ndio. Ambaye kwake vitu vyote vimekuwako. Kwa hivyo imani yetu, Mungu ni mmoja, aliye Baba. Bwana ni mmoja. Hiyo ndio imani yetu. Na roho ni moja. Roho hii moja inakaaje? Ni Mungu mwingine. 139 mstari wa 7. Zaburi 139 mstari wa 7. Tutasoma hii fundamental principles. Alafu tusome fundamental beliefs za kanisa ingine inaitwa SDA Badia. Soma hiyo Niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Niende wapi nikimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni, uko wewe uko. Ningefanya kuzimu, kitanda changu, wewe uko. Kwa hivyo mahali popote kuna roho wa Mungu, yani roho wa Mungu anamwakilisha Mungu duniani. Ukienda biguni ako. Na ukienda huko chini ako. Dunia mzima amejaa ako. Kupitia nani? Roho wake. Kupitia roho wake. Kwa hivyo tunaamini Mungu ni mmoja. Na tunaamini Bwana ni mmoja. Alafu tunaamini kuna roho wa nani? Wa Mungu. Hatuamini Mungu roho. Hatuamini Mungu mwana. Na hatuamini fundisho la Trinity. Sasa naomba tusomewe, maana tuko ndani ya SDA, sisi hatujatoka. Na tuko katika SDA iliyosimamia misingi ya wana matengenezo ama mapayonia. Waliamini nini kama hawaamini kama sisi? Fundamental principles. Iko tayari? Aya, soma hiyo. That there is one God. Waliamini wale wa SDA wanaamini kuna Mungu moja, a personal spiritual being. A personal spiritual being. The creator of all things. Ndio. Omnipotent, omniscient,
and eternal, infinite in wisdom, holiness, justice, goodness, truth, and mercy, unchangeable, and everywhere present by his representative, the Holy Spirit. Watu wangapi wanaamini hivyo? Mnaamini hivyo? Kwa hivyo Mungu kwa SDA sawa Aende hapo chini. Ya pili, that there is one Lord, Jesus Christ. Mmoja the Son of the eternal. The Son of the eternal Father. The Son of the eternal Father. Eternal Father. The Son of the eternal Father. Tuko pamoja. Kwa hivyo tunaamini kuna Mungu mmoja ambaye ni personal spiritual being. Ako. Lakini hawa wanaamini nini? That there is one and the Holy Spirit. Tuko hapa sisi? Si tuko hapa? Hii ni kanisa mge? Yetu ni gani? Yetu ni hii. Inasema there is one God. Father, Son, and the Holy Spirit. Ndio. A unity of three co-eternal persons. Kwa hivyo, yaani ni committee wa Mungu. Ni Mungu committee, ni committee tatu. Moja ndani ya taa. Yaani sasa sisi hatuamini Mungu ambaye ni committee. Sisi tunaamini Mungu mmoja ambaye ni personal spiritual. Na huyo Mungu ana mwana wa ndio tunamuita Lord. Sawa? Na anasema ana roho wake ambaye anamwakilisha wapi? Hivyo ndivyo tunavyoamini. Na kuna kitu inaitwa Ellen G. White, the youth instructor. July 7, 1898. The Father and the Son alone are to be exalted. Hiyo maana yake ni kusema nini? Watukuzwe peke yao? Baba na nani? Sasa mbona walisahau huyo mwingine? Umeona Haya, nipe ingine. Signs of Times, January 13, 1909. God and Christ alone know what the souls of men have lost. God and Christ alone. No? Where? Yes. Rudia. Inasema God and Christ alone know what the souls of men have cost. God and Christ alone. Kwanza naweka alone. Haya, nipe ingine. Ellen G. White, Signs of Times, January 9, 1879. God informed Satan that to his Son alone he would reveal his secret purposes, and he required all the family in heaven, even Satan, to yield him implicit and unquestioned obedience. Wamewekwa tena wangapi? Son alone. Sasa mimi nataka niwaulize ndugu zangu, huyu ambaye ameitwa Mungu Roho anayeabudiwa leo makanisani. Mwalimu, hii ya mwisho ndio inaondoa hiyo being. Hebu soma. Ni Signs of Times, October 14, 1897. The only being who was one with God, lived the law in humanity, descended to the lowly life of a common laborer, and toiled at the carpenter's bench with his earthly parents. Imefikia hapo. The only being who was one with God. Yani kuna ingine iko hapo chini ya kwamba yule ambaye alikuwa anaigia kwa mkutano na Mungu ni Yesu peke yake. Sasa huyu ambaye anaitwa Roho I'm a part of letter 8 February 6, 1896. Anasema the prince of the power of evil can only be held in check by the power of God in the third person of the Godhead, the Holy Spirit. Hapo ameitwa kwanza power of God. Sasa power of God anaweza kuwa another being. Kwa hivyo the Holy Spirit is the power of God.
Lakini sasa leo wana Trinity wamemweka kuwa another God. Another God, wanaabudu yeye. Lakini kulingana na roho ya unabii, wale wanafaa kuabudiwa ni nani? Mungu na Mwana ndio wanafaa kuabudi. Lakini watu wa Trinity leo wanaabudu mwingine anaitwaje? Mungu Roho. Na hapo ndio tunaona ya kwamba kulingana na Trinity kuna Mungu Roho anaabudiwa. Lakini kulingana na Godhead kuna wawili wanaoabudi. Sasa hebu nisomee Galatia 1 mstari wa kwanza. Galatia 1 mstari wa kwanza. Sasa ile kitu ambayo tutafanya ni hii. Kwanza tumeweka wawili wanaoabudiwa. Sasa baadaye tutakuja tuone huyu Roho ambaye anaitwa third person ni nani? Kwanza anaitwa of God. Sio in the Godhead. Of the Godhead. Sawa hiyo. Hebu soma hiyo. Galatia 1:1. Paulo mtume. Paulo mtume, si mtume wa wanadamu, hakutumwa na mwanadamu, wala kutumwa na mwanadamu, na hakutumwa na mwanadamu, bali na Yesu Kristo. Alitumwa na Yesu Kristo na Mungu Baba. Na Mungu nani? Na Mungu Baba. Sasa huyo mwingine alibaki wapi akitumwa huyu? Alibaki wapi? Kwa sababu wanahitajika kuwa watatu ambaye hawaacha wana umoja, si ndio? Lakini Paulo anasema mimi nilitumwa na Yesu na Mungu Baba. Lakini kulingana na Trinity kuna mwingine alibaki anaitwa Mungu Roho. Alibaki wapi? Mtatujibu baadaye. 17:3 Yohana nimalize. 17:3 na uzima wa milele ndio huu. Na uzima wa milele ndio huu. Wakujue nani? Wewe Mungu wa pekee wa kweli. Na nani? Na Yesu Kristo uliyemtuma. Tena wamesahau mwingine hapo bado. Amesahaulika. Maana tungehitajika tu wakwe wangapi hapo? Watatu. Lakini hapo tumeambiwa tumjue Mungu wa kweli na tumjue nani? Yesu Kristo. Si ati ya kwamba tunamkataa roho wa Mungu. Tunakubali roho wa Mungu. Roho wa Mungu. Lakini tukiendelea tukasema huyu roho wa Mungu ni nani? Hapo ndio sasa tutakuja kupambania huko mbele. Kwa hivyo tushasema ya kwamba wawili wa kuabudiwa ni Baba na Mwana, na tukapata ya kwamba Roho is a power of God. Tutakuja sasa baadaye, nafikiri Loba atakuja baadaye, ataonyesha vizuri mpaka kule kutoka kule kwa ubatizo, huyu Roho aliyekuja kama huwa alikuwa nani katika roho ya unabii. Asante, na hizo beings ndio utadili nazo. Hiyo nafikiri iko sawa.